Sura ya 12. Miaka mitatu imepita baada ya Mwaliko kukamilisha masomo yake ya chuo kikuu. Amejisajili kwa shahada ya uzamili katika taaluma ya mawasiliano na kuhitimu. Ameajiriwa na kampuni ya magazeti ya Tabora kama mhariri katika kitengo cha biashara. Mwaliko anaifanya kazi yake kwa bidii ya mchwa. Haishi kuwashukuru wazazi wake ambao walijisabilia kumwelimisha licha ya kuwa hakuwa mwanao halisi. Daima huhisi ya kwamba ana deni kubwa la kulipa kwa Neema ambaye amemlea kwa upendo na uthabiti mkubwa. Kila mara Mwaliko hujiuliza moyoni, kwa nini Jaala ilimnyima Neema mwana huyu? Ana imani, Mwaliko alijiambia, si kama mamangu mzazi ambaye alithamini furaha yake kuliko watoto wake. Dada Umu aliniambia kuwa mama yangu aliniacha nikiwa na umri wa miaka 5. Sikumbuki kumuona siku alipoenda, lakini nakumbuka kwamba alipenda kujishika nyonga wakati akizungumza na baba. Alipenda pia kumfanya baba yangu kujinamia na kukataa kula. Siku nilipoacha kumuona nyumbani mwetu, baba alishinda kutwa kashika tama, japo yeye baba alitukataza kushika tama, akisema kuwa kushika tama hukaribisha umaskini na ukiwa. Nadhani siku hiyo baba alikumbatiwa na ukiwa na umaskini wa kumpoteza mke wake. Mwaliko alitamani kuona siku ambayo angekutana na ndugu zake, ingawa hakuwahi kukutana nao tangu siku waliotenganishwa na Saumu. Moyoni alihisi kuwa walikuwa hai. Mama Neema alishinda akimkumbusha kuwa siku moja atawaona ndugu zake. Siku moja Mwaliko na baba yake Mwangemi waliamua kwenda kuvinjari mji. Ilikuwa siku ya kuzaliwa kwa Mwangemi, naye mwanawe aliamua kumnunulia baba yake chakula cha mchana. Hii ilikuwa siku ya wavulana kama walivyozoea kusema, siku ambazo hawakutaka kuandamana na Neema. Kwa hiyo Neema alibaki nyumbani pamoja na mpwa wake Cynthia, ambaye Neema alikuwa amemchukua kumtunza baada ya wazazi wake kufariki kutokana na maradhi fulani. Yapo mambo ambayo baba na mwanawe wa kiume huhitaji kuzungumza faragani, Mwaliko alimwambia Neema alipong'ang'ania kuandamana nao. Mambo gani hayo? Neema aliuliza. Zamani ulituambia matumaini na mashaka yako sote wawili, ama unataka kutuletea mkaza mwana na unachelea kuwa mama atamchambua asimbakize? Mwaliko alicheka kwa haya, akamshika mama yake begani kama kawaida yake na kumuaga kwa heri ya kuonana. Mwaliko ndiye aliendesha gari siku hiyo. Birthday boy akaambiwa apumzike. Walifika katika hoteli ya Majaliwa saa 6:30 adhuhuri. Wakaketi mahali ambapo walikuwa wamezoea kuketi kila mara ambapo hawakutaka kugasiwa na pitapita za watu. Mhudumu alikuja akawapa menyu kutazama. Baadaye waliagiza chakula cha kuanza kula kimya kimya. Baba alianza Mwaliko, unadhani ndugu zangu wako hai? Miaka mingi imepita bila ya hata kupata fununu yoyote kuwahusu. Sijui kama walibahatika kunasuliwa kutoka vitimbi vya dunia, labda hata wamekufa. Labda mama alibadilika akaenda kuwatafuta. Mwangemi alimtazama mwanawe kwa imani. Laiti angalijua waliko wana hawa. Alikwenda kuwatafuta akawaleta pamoja na mwanawe Mwaliko, lakini hakujua angewapata wapi. Alikuwa ametembea katika vituo mbalimbali vya watoto mayatima, lakini hakuwapata. Mwanangu, alisema Mwangemi, ndugu zako wako hai na bila shaka mtakutana. Tutakutana vipi na hali ni kama polisi walizizika juhudi za kuwatafuta katika kaburi la sahau? Yumkini hata wanajua waliko.
Pengine hata wamepangwa na walionacho, nao polisi wanahofia kusema wasije wakavikata viganja vinavyowalisha, alisema Mwaliko huku akishusha pumzi kama alielemewa na jambo zito. Hatimaye alijipurukusha, kwa hii haikuwa siku ya kukumbuka mawe niliyopata. Nastahili kuwazia tu neema niliyoipata baada ya kuwapata wazazi wengine. Kweli hata mimi sina fadhila. Ni wangapi katika umri wangu waliowahi kuwa na wazazi wanne? Karibu baba. Happy birthday. Furahia siku hii yako. Happy birthday Umulkheri, Mwangeka alimwambia Umulkheri huku kainua bilauri ya sharubati kuigongesha kwenye bilauri ya Umulkheri. Happy birthday Engineer Umulkheri. Lunga Mwangeka, alisema Apondi huku akimtazama Mwangeka kwa nia ya kumkosoa. Thank you mommy for reminding daddy that there is another engineer in the family, Umu alisema kwa bashasha. Baba, ningependa kukujuza rasmi kwa mhandisi Umulkheri, Lunga Mwangeka. Mwangeka na familia yake walikuwa wametengewa chumba maalum katika hoteli ya Majaliwa kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa Umulkheri. Sophie ndiye aliyepachagua pahali hapa. Alipaona kuwa panapofaa kusherehekea kuzaliwa kwa dada yake, ambaye kuzaliwa kwake katika familia hii kulikuwa majaliwa kwa Sophie. Umu aliwatazama wazazi wake kana kwamba ndio anawaona kwa mara ya kwanza. Mawazo yake yalirudi shuleni siku ile walipokuja kumchukua. Anakumbuka maneno ya mwalimu Dhahabu kwake. Umu, hawa ni marafiki wangu, Wachanda na Pete. Ni watu wakarimu na wenye imani. Hutajuta kulelewa nao. Watakukidhia mahitaji yako yote ya kihali, kihisia na kimali. Usichelee kuwafunulia moyo wako uonapo mashaka. Zaidi, watii jinsi ulivyowatii wazazi wako halisi. Ni kweli kwamba Umu hajawahi kujuta tangu alipoingia nyumbani mwa Mwangeka na Apondi. Anakumbuka imani ya Apondi na Mwangeka. Anakumbuka kujitolea kwao kumwelimisha. Anakumbuka nasaha yao ya kila mara. Anakumbuka urafiki wao wa dhati. Hata anapowaelekeza macho sasa hivi hawaoni. Anachoona ni malaika wa heri waliotumwa kutoka mbinguni kumwokoa yeye na ndugu yake Dick. Umu alipomfikiria Dick hakuweza kujizuia. Machozi yalifurika machoni, yakatiririka, akalia kama mtoto mdogo. Wazazi wake ambao walijua kilichokuwa kikimliza, walimwacha kuupunguza mwemeo wa hisia zilizokuwa moyoni mwake. Mama na baba, nawashukuru sana kwa hisani yenu. Nimetembea kwingi katika umri wangu mdogo huu, lakini sijapata kuwaona waja wenye utu kama nyinyi. Labda Babu Ridhaa ndiye anayewakaribia. Usiku nilipotoka mlima wa Simba, nilijua kuwa maisha yangu yameingia katika mkondo wa maangamizi. Nilidhani kuwa huo ndio uliokuwa mwisho wa masomo yangu. Sikuotea kukamilisha hata kidato cha pili. Lakini nitazameni hapa nilipo. Nina familia. Nina shahada ambayo nyinyi wenyewe ndio mlioidhamini. Ndugu yangu huyu Dick ameweza kujiendeleza kimasomo kwa msaada wenu. Sasa anajitegemea. Sina cha kuwapa nyinyi. Nawaombea thawabu za Mungu hapa duniani na ahera. Umu alisema haya huku akifuta machozi kwa kitambaa alichopewa na Sophie. Mwangeka alimshika begani bintiye na kumshukuru kwa imani yake kwao. Apondi naye alimwambia, Umu, come on girl, usizungumze kana kwamba wewe tu ndiye uliyefaidika kuwa mwana wetu. Nani aliyejua kuwa ningepata kuwa na binti mwingine? Ni mara ngapi ambapo mimi na baba yako usafiri na kukupagaza ulezi wa ndugu zako hawa? Mimi ndiye wa kukushukuru. Umeweza kumwelekeza Sophie katika kipindi hiki ambacho anatafuta ujitambuaji.
Wewe pekee ndiwe dawa ya hasira ya Sophie, ya kivolkano. Bila wewe, malezi ya hawa wadogo wako yangekuwa magumu mno. Humu, unakumbuka siku uliponiambia kuwa utatulea mimi na Mwaliko kwa viganja vyako? Dick aliuliza. Siku hiyo nilitazama vikono vyako nikashangaa jinsi unavyoweza kutulea. Hata hivyo, nimekuja kuamini kwamba ulijua kuwa unaweza. Kutokata tamaa kwako kunashangaza. Siku niliyokutana nawe katika uwanja wa ndege, tukasafiri pamoja, ndiyo iliyokuwa siku ya heri zaidi kwangu. Nasaha ulionipa ilinifunza thamani ya maisha. Ndiyo nilikuwa nimeamua kubadilisha maisha yangu. Na nilikuwa nimeanza hata kupona kutokana na donda lililosababishwa na usafirishaji wa bidhaa haramu. Hata hivyo, bila kuwa na mwelekezi ningerudia uwele wangu. Yakawa yale ya mwenye kovu, sidhani kapoa. Na kushukuru kwa kunielekeza kwa wazazi wetu hawa. Wamenilea kama mwanao. Baba Mwangeka hapa amenifunza uwajibikaji. Kila linapomjia kwa ushauri hata wa kikazi, hasiti kuniauni. Na washukuru sana Mam Apondi, Baba Mwangeka, Sophie na Don Ridha. Hili ni jina ambalo Dick alimrejelea kitinda mimba wa Mwangeka kwalo. Changamoto ambalo mmekuwa mkinipa mara kwa mara zimeniwezesha kuinua kiwango changu cha maisha. Mlinipokea kwenu japo hatukuhusiana kwa damu wala usaha. Tulipokutana nilikuwa na kiduka kimoja tu cha kuuzia vifaa vya simu. Hivi sasa nahesabiwa katika safu ya wanajamii mashuhuri katika kuendeleza teknohama. Nimekuwa kielelezo kwa vijana wengi ambao awali waliamini kwamba mhalifu hawezi kubadilika na kuudhibiti mustakabali wa maisha yake. Biashara yangu hii ya vifaa vya mawasiliano ya kisasa imebuni nafasi nyingi za kazi kwa wanyonge ambao wangekuwa mawindo rahisi ya wahalifu. Yote haya yamewezekana kutokana na mwongozo mlionipa nyinyi. Zaidi, utulivu nilioupata nilipoambulia familia hii ulinipa msukumo kila mara nilipokabiliwa na ndaro. Sina cha kuwapa, na waombea mpate neema na utulivu katika utu uzima wenu. Sisi wana wenu tuweze kuwauguza ndwele za utu uzima. Dick alimaliza usemi wake, huku kila mmoja katika familia hii akijifuta machozi. Taathira ya hotuba ya Dick ilikuwa bado inaigonga hadhira yake Mwangeka aliposhtukia mtu kamshika begani na kumwita, "Vuk, Engineer Vuk, Engineer Vukuto." Mwangeka alimtambua alikuwa amemshika hata kabla ya kumtazama. Kuna mtu mmoja tu katika ulimwengu huu ambaye humwita kwa jina hili. Huyu ni binamu yake Mwangemi, almaarufu Tesi. Historia yao ni ndefu, tangu zile siku za Babu Msubili. Tesi, sadfa gani hii? Unafanya nini hapa? Ulikuja lini jijini humu? Yuwapi wifi Neema? Nilisikia mtoto wenu amehitimu chuoni. Ajabu, hatujapata kukutana naye. Mwangeka aliuliza maswali haya moja baada ya lingine, bila kumpa mwenzake muda wa kujibu hata la kwanza. Wengine walimtazama wakishangaa kwa nini hata hamwachi mgeni akawasalimu. "Baba, mwache anko atusalimie kwanza," Ridha alisema. "Hai anko," Sophie na Umu walisema kwa pamoja. Mwangemi alijipapatua mikononi mwa Mwangeka na kwenda kuwasalimia shemeji ya Pondi na watoto. "Hii ni sadfa kubwa sana. Mimi huwa siji hapa sana, lakini mwanangu Mwaliko aling'ang'ania kunileta hapa kwa chakula cha mchana. Bila shaka, Vuk, unakumbuka kuwa hii ni siku ya kuzaliwa kwangu?" "Nakumbuka sana.
Na kweli hii ni sadfa kwa sababu pia ni siku ya kuzaliwa kwa binti yangu Umulheri. Ukweli? Basi happy birthday Umu, alisema Mwangemi. Umu hakusikia alichoambiwa na Mwangemi. Yeye na Dick walishtuka sana kusikia Mwangemi akitaja jina la Mwaliko. Walishangaa ikiwa hii pia ni sadfa nyingine, kuwa Mwangemi ana mtoto mwenye jina kama la ndugu yao mchanga. Ama ndiye huyo ndugu yao? Mwangeka aliyaona mabadiliko yaliyodhihirika kwenye vipaji vya Umu na Dick. Akawa anajiuliza kuhusu kichocheo cha hali hii. Kwa mbali alikumbuka Umu akimtajia jina la ndugu yao mdogo Mwaliko. Ingawa hakutaka kuamsha fadhaa zaidi kwa kuulizia kuhusu mwana huyu wa Mwangemi ambaye tangu hapo akijua ni wa kupanga. Alingojea mambo yajichanzue yenyewe. Alikuwa amesikia kuwa binamu yake ana mtoto wa kupanga, lakini hakutaka kumdadisi hapo awali kuhusu habari hizi, asije akafufua vidonda ambavyo vilikuwa vimepona. "Hey," Mwangemi alisema huku akimpungia mkono barobaro mmoja mrefu kiasi, mwenye sura jamali. "Njoo nikujuze kwa yule binamu Vuk ambaye hukwambia habari yake kila mara." Mwaliko aligeuka na kuelekea alikokuwa baba yake, tabasamu lake likidhihirisha meno meupe pepepe yenye mwanya wa kupendeza. Umu alimtazama gulamu huyu kwa utuo. Kutembea kwake, uso wake wa mviringo, ukunjufu wake, nywele zake za koto. "Mungu wangu, huyu si ndugu yangu Mwaliko?" Umu alisema kimya kimya. Dick naye alikuwa kagumiwa, hajui la kusema. Anamtazama mnuna wake kana kwamba ni Mr. Superman katika sinema pendwa za kijasiri. Wote wawili walitazamana, kila mmoja akiapa moyoni kuwa amewahi kumwona kiumbe huyu mahali, lakini hakuna aliyethubutu kunena. "Mwaliko, huyu ni binamu Mwangeka, yani Vukuto, almaarufu Vuku. Unakumbuka kile kisa ambacho kusimulia kila mara kuhusu mimi, Vuku na babu?" Mwangeka alitoa kicheko kikubwa, na katika kipindi kidogo hicho akayaleta maisha yake ya kisogoni mbele ya kipaji chake. Mawazo yalimvuta nyuma, siku zake za ushujaa, siku ambazo ndizo zilizozaa cheche za mapenzi yake kwa taaluma ya uhandisi. Hata anapokumbuka siku hii, anajiambia kimoyomoyo, kweli mimi nilikuwa sikio la mbuzi ambalo nyanya alizoea kusema usikia chunguni. Tesi, binamu Tesi. Mwangeka na Mwangemi walikuwa binamu wawili waliopendana kama chanda na pete. Urafiki wao ulishinda wa maumbu. Ulikuwa zaidi ya wa ndugu watoka nitoke. Ulikuwa ule usuhuba wa mmoja akijikwaa, mwingine anauhisi uchungu wenyewe. Babake Mwangeka alikuwa mdogo wa babake Mwangemi. Ikawa Mwangemi anamuita baba Mwangeka ba mdogo, na Mwangeka anamuita baba Mwangemi ba mkubwa, badala ya ami. Siku hizo Dr. Ridhaa alikuwa akifanya kazi katika hospitali ya wilaya karibu na kijiji chao. Hivyo mkewe na watoto waliishi katika nyumba aliyokuwa amejenga katika boma la babake. Urafiki wa vijana hawa ulianza kimzaha, ukachochewa zaidi na tabia zao za mizaha ambayo ikivuka mipaka wakati mwingine na kutibuka usaha. Siku hiyo Mwangeka alikuwa amekamilisha uundaji wa gari la kienyeji maarufu kijijini kwa jina Ngoko. Ni kama hivi vigari vya kifahari wanavyoendesha watoto wa wakwasi huku katika maeneo ya burudani. Mwangemi alipita pale na kumwona mwenzake amekenua kwa furaha, akiwa kama mhandisi wa humu mwetu baada ya kuvumbua lile gari maarufu kwa jina Pioneer. "Pongezi Engineer Vuku. Naona hili litatusaidia kumhepa Kumuku." Wote walioangua cheko ambalo lilimfanya Kumuku mwenyewe kuchungulia kutoka dirisha dogo la kibanda chake. Kumuku ilikuwa lakabu ambayo vijana hawa walikuwa wamembandika babu yao. Lakabu ambayo ilikuwa msibu wa kujitakia.
kutokana na ukali wake wa tabia yake na kukohoa kama mgonjwa wa kifua kikuu, kama walivyodai vijana hawa. Uvumbuzi wa Mwangeka uliunguza zaidi urafiki wao. Licha ya kuwa na adui mmoja, babu yao, walikuwa na mazoea sawa. Mwangeka na Mwangemi walipenda michezo, usidhani eti michezo ya kawaida ya kitoto kama vile mwajificho, mchezo wa baba na mama, la asha. Michezo yao ilihusu uvumbuzi na vituko vya kishujaa. Miongoni mwa mambo mengi ambayo walipenda Mwangeka na Mwangemi, nisiseme pendwa, zile za kijasusi, kipelelezi na vita. Baadhi ya sinema walizobuni wenyewe katika maigizo haya yao ya kubuni, kila mmoja alipenda kujitambulisha na majina wa kihistoria katika jamii mbalimbali za ulimwengu. Mmoja wa miungo wao alikuwa James Bond. Huyu alipendwa kwa sababu ya ujasusi wake. Wengine walikuwa majagina wa vita, hasa majagina ambao walipigana vita kueneza himaya zao katika mataifa jirani. Sikuacha kushangaa jinsi vitoto hivi ambavyo vilikuwa ndivyo vinaingia katika darasa la 6 viliweza kujua migani na tendi kama vile utendi wa Shaka Zulu ambaye enzi zake alilihangaisha eneo zima la kusini mwa Afrika. Lakini kama ungejaribu kuviuliza ungejibiwa uridhike. Historia dada, historia tumeisoma na si kuisoma tu, tunaiishi hasa. Fahamu kuwa historia haikubuniwa na wazungu, tuliibuni wenyewe, akina Mwangeka, Lwanda, Magere, Kisoi, Munyao, Kinjeketile. Mwangemi angejibu kabla ya kukatwa usemi na wenzake. Nasikia hata Mikatilili na Wangu wa Makere pia walijaribu, angeongeza Mwangeka kwa sauti ya chini yenye mhonjo wa benzo. Katika kupalilia vipawa vyao vya uigizaji, Mwangeka na Mwangemi walipenda kupiganisha majogoo, huku wao wakiwa mashabiki. Kila mmoja aliwakilishwa na jogoo mmoja wapo. Nakumbuka siku moja nilipobahatika kuitazama sinema hii, ilikuwa siku ya Jumamosi. Mama na mkaza ami walikuwa wameenda sokoni. Siku hizo waliopanda mboga walikuwa wachache. Sehemu hii ilikuwa kame na maji ya mabomba yalikuwa kaburi la baniani. Ilibidi kuamka mapema ili kuziwahi mboga nzuri. Ule msemo wa atanguliaye kisimani hunywa maji mange. Basi baada ya kuamsha kinywa, nilimsikia Mwangeka akizungumza na Mwangemi. Leo unaonaje tukiwajaribu mababu wetu? Ni vizuri kuanza mapema kabla ya jua kufika utosini, alisema. Unajua tena, nyanya alisema kuwa majeruhi huvuja damu zaidi jua likiwa kali. Mwangemi alikubaliana na wazo hili. Utashangaa jinsi ambavyo vijana hawa walidiriki kusababisha mgogoro kati ya majogoo. Hilo hata mimi sikuwahi kuliwazia hadi Jumamosi hii. Ilikuwa rahisi kuwajaza majogoo wote wawili tamaa na hamasa za kupigania maslahi. Siku hizo hakukuwa na ile misala ya mashambani ya mashimo ambamo mtu uhitajika kuchutama ili kukamilisha haja zake. Vichaka vilitosha kwa wageni. Usiniulize jinsi watu hawa walivyoweza kukinga dhidi ya uchafuzi wa mazingira pamoja na magonjwa yanayoandamana na uchafu huo. Hata wale waliokatwa na mishale kama familia ya kina Mwangeka hawakuwa na nidhamu ya kuitumia, au tuseme walihiari kufanya kama wenzao vijijini. Unajua wewe jinsi vijana kama Bendera hupenda kufuata upepo. Isitoshe, Mwangeka na Mwangemi walihofia kwamba wangetengwa na vijana wenzao kwa kujitia uzungu. Mwangemi na Mwangeka walijua kuwa hekima ya jadi inasema kuwa kuku habagui chakula. Walijua kuwaelekeza majogoo wao kwenye nyanja zilizokuwa nyuma ya nyumba, ambako walijua kuwa watoto wenzao walikuwa wageni wa kikaida. Kisha wangewaelekeza mashujaa wao kupigania riziki.
kila mmoja akimshajilisha shujaa wake. Vijana hawa waliamini kuwa ikiwa wafalme walipigana kufa na kupona ili kueneza tawala zao na kuwadhulumu watawaliwa, basi majimbi hawa watapigana kwa jino na ukucha, si kwa ajili ya kujaza matumbo yao tu, bali pia kwa lengo la kupata fahari ambayo pia ingewaendea Mwangemi na Mwangeka. Vita vingeanza huku, twende Kiko, kavyo chini Kiko huyo, hadi pale ambapo Mwangemi wangemuona mmoja wa majogoo anatoja damu na kukimbia. Huku nyuma mwenye jogoo aliyeshinda angeinuliwa juu na mwenzake na kupewa raidi ya ngoko. Mara nyingi jogoo wa Mwangeka ndiye aliyeshinda, huku Mwangemi akitwishwa jukumu la kumzungusha Mwangeka kijiji kizima. Wakati huu wote Mwangeka angekuwa akiwapungia mikono wapita njia, jinsi rais hufanya katika ziara zake vijijini. Wakati kama huu Mwangeka angejitanua kifua na kusema, mimi ni mwana wa Mhunzi, na bila shaka wa Mhunzi asiposana kuvuvia. Babangu hakuna linalomshinda katika uwanja wa upasuaji. Ni kama yule mbabe wa kivita aliyepigana na kuwaokoa mifugo wa ukoo wote kutokana na kutekwa na jamaa hawa ambao siku hizo wakiamini ndio waliotunukiwa na Manani jukumu la kuwamiliki ng'ombe wote. Baba huniambia kuwa mara nyingi huwafufua maiti katika chumba cha wagonjwa mahututi, akawatoa kwenye mashine na kuwarejesha uhai. Jamaa zao wakitazama hivi, hilo usilione dogo. Baba si tofauti na huyo Fumo Liongo tuliokuwa tukihadithiwa na nyanya. Ati bwana huyu angeweza kuinua tani ngapi vile za chuma? 100, Mwangemi angemkumbusha mwenzake kila mara. Jumamosi hii kinyang'anyiro kilikuwa kati ya majimbi mawili, wa Mwangeka akiitwa Kyenza Kinyenyo anayenyoa kabisa, na wa Mwangemi akiitwa Mumina Kamaliza. Ndugu hawa hawakupenda walichokiita watu wengi katika michezo yao. Basi ilinibidi kukaa mbali na kuyaonjesha macho yangu mara moja. Mwangemi ndiye aliyetafuta amana ya kupiganiwa. Kitali kilianza. Kyenza Kinyeno ndiye aliyeshambulia kwanza. Shungi lake kichwani lilikuwa kama kilemba. Mumina alilijibu shambulizi hilo kwa hamasa kubwa. Macho yake mekundu mithili ya damu kayatunga kwa hasimu wake. Mashabiki wakaanza kushangilia na kuhongera. Come on, Kyenza Kinyeno, give him another one, just like the other one. Mwangeka akahimiza. Go Kamaliza, go Mumina. Ukoo wetu ni wa go getters. Huu ulikuwa kama uwanja wa miereko usio na maarifa. Fukuto ilizidi huku nikijawa na matarajio kama mtazamaji wa sinema ya upelelezi. Hatimaye Mumina alianza kuonyesha hisia za kunyong'onyea, huku macho ya Mwangeka yakitoa mng'aro uliobashiri ushindi, mng'aro uliomhakikishia mandhari katika kijiji kizima, akisukumwa na Mwangemi kwa ngooko. Hata hivyo, ghafla upepo ulibadilika. Mumina akapata nguvu mpya. Usiniulize alizitoa wapi. Aliruka kama simba aliyejeruhiwa na kumpata Kyenza Kinyeno kwenye jicho la kulia. Mumina juu, Kyenza Kinyenyo chini. Ule msemo maarufu wa babu yangu, usisifu njaa ya mbwa kabla usiku haujaingia, ukahakikisha kuwa mbwa amelala njaa, ukatimia. Msemo huu ni sawa na methali ya Kiswahili, Mungu hamsahau mja wake, au hata bora zaidi, kuregarega si kufa, kufa ni kuoza utumbo.
Ulikuwa wakati wa Chenza Kinyeno kufedheheka na Muumina kutafahari. Kama kawaida yao, Mwangemi na Mwangeka walipigana pambaja. Mwangeka alimpongeza Mwangemi kwa ushindi wake ambao alisema kimzaha kuwa haukulalia wala kuamkia. Waliwachukua askari wao na kuwapa punje za mahindi pamoja, kana kwamba wanawafunza kusahau tofauti zao za hivi punde na kuwakumbusha kuwa asiyekubali kushindwa si mshindani. Hii ilikuwa desturi ya vijana hawa kila baada ya vita vya Majogoo. Wakati uigizaji huu unapomalizika, jua la utosini linanyemelea. Tunawatarajia walioenda sokoni kurudi kisadfa wakati huo huo. Babu Mwimo Msubili akawa ndio anatoka kwenye shughuli zake za usini. Babu alikuwa hakimu wa kienyeji aliyejulikana kote katika tarafa ya Heri. Kesi nyingi ambazo zilikuwa zimewashinda wazee na mabaraza ya kijadi aliziamua yeye. Haikuwa ibra kwake kutoonekana nyumbani kwa mwezi mzima. Hizo zingekuwa siku za majimafu kwa Mwangeka na Mwangemi, kwani wangecheza michezo yao bila jicho la kipanga, kama walivyoiita tabia ya babu ya kuchunguza shughuli zao. Babu alipokaribia ilibidi nijifiche, kwani hakupenda kukutana na wanawake asubuhi, kwa sababu asubuhi huanzia jua la matlai mpaka saa 7. Mama alitukumbusha haya kila mara. Ndugu wetu wa kiume ndio waliotumwa kumpelekea babu uji. Mimi na dadangu tukawa hatujongelei kijumba chake babu hadi pale tulipoona kuwa tuko salama. Nao baba husema kwamba kumwona mwanamke asubuhi ni nuksi, kwa kuwa mtu hafanikiwi kwa atakalo. Mama alizoea kusema. Kile ambacho sikuelewa na ambacho nilichelea kukiuliza ni je, hiyo nuksi haiwezi kusababishwa na mwanamke kumpikia huo uji asubuhi? Mwangeka na Mwangemi sasa wameshajipangusa majasho yaliyosababishwa na jitihada zao za kuwatakia ushindi mafahali wao. Wanahitaji kupumua kabla ya kuanza ziara yao ya baada ya vita. Mara nilisikia vicheko vya kitundu, kisha mwigo wao wa kila siku. Kisha kicheko. Hatimaye nilisikia babu akisafisha koo kwa utulivu, huku akiwauliza, mama zenu wameenda wapi? Walienda sokoni. Wawili hawa wakajibu sawia. Babu aliondoka, kisha nikasikia tena ule mwigo. Kumu. Mama zenu wameenda wapi? Mwigo huu ulifuatwa na kicheko cha ushindi. Nilitoka mafichoni na kuwaonya dhidi ya utovu huu wa nidhamu. Vijana walinijibu kwa mzaha wao wa kawaida. Wewe naye hujui kuwa kuna malumbano ya utani kati ya wajukuu na babu zao? Usikii hata nyanya akituita husband? Sikujibu mzaha huo. Nilijua kwamba vijana hawa walikuwa wakichezea tope na bila shaka wangerukiwa. Usiku huo kijiji kizima kilijua kuwa jogoo wake Ngumi ya Wadhi, mwekea ngoma ya kienyeji kama alivyojulikana babu na wanakijiji amefika. Ulikuwa usiku wenye baridi kali, baridi ya mwezi wa Julai yenye kusababisha mzizimo kwa kondoo, hata wale wenye manyoya tumbi tele. Mwangeka alikuwa kajilaza jikoni karibu na mafiga ili apate uvuguvugu. Haya yalikuwa mazoea yake kila jioni. Mzee Msubili alitambulisha kufika kwake kwa mkaza mwanawe kwa kusafisha koo. Mbaulanga, hilo ndilo jina alilomrejelea mama Mwangeka kwalo. Je, Mwangeka yupo? Ningependa kumpa ujumbe ampashe Mtungili kesho asubuhi, babu alisema. Mwangeka ambaye mavune ya siku nzima ndiyo yalikuwa yanataka kuupisha usingizi, alisikia kwa mbali na kuchupa. Ndiyo babu, niko hapa, akasema.
Sawa mjukuu wangu, midume haitakiwi kulala mapema. Njoo ndugu yangu nikutume, akasema babu. Mwangeka aliamka na kuelekea mlangoni. Kabla hajakivuka kizingiti, malaika yalimsimama. Akajawa na kitetemeshi cha ajabu kilichotikisa nafsi yake nzima. Akajiona kana kwamba anakabiliana na mojawapo ya madubwana ambayo nyanya alikuwa amewahadithia kuwahusu jioni iliyotangulia. Hata hivyo, alijipa kujipurukusha na hisia hizo na kukabiliana ana kwa ana na babu. Kabla hata hajahesabu moja, alihisi mwanguko wa mshipi juu ya ngozi yake laini. Kabla hajadiriki kujitetea kwa lolote, alitazama nyuma na kumwona sahibu wake Mwangemi amevuvua na kujikunyata kama kuku aliyemwagiwa maji. Mshipi ulifanya kazi kwa dakika 2, huku Mwangeka ambaye kwa kawaida huwa mwoga kama kunguru anapokabiliwa na adhabu ya babu, akikitumbuiza kijiji kizima kwa siahi iliyotishia kuporomosha paa la jiko la mamake. Aliyatazama macho ya Mwangemi yaliyosharabu wekundu na kujua kwamba babu alikuwa ameutimiza usemi wa mwalimu wa kila mara, spare the rod, spoil the child. Usemi huu ndio uliokuwa mwongozo kwa walizi wengi, kwani siku hizo iliaminika kuwa njia ya pekee ya kumshinikiza mtoto kutii ilikuwa kumtia kichapo. Mamake Mwangeka na mamake Mwangemi walikilaani kitendo cha vijana hao. Mwangeka na Mwangemi walilazimika kulala njaa kama adhabu kutoka kwa wazazi wao kwa kumwiga babu na kuwafanya kuonekana kama wametelekeza wajibu wao wa kuwaadilisha wanao. Hii ilikuwa adhabu ya kawaida siku hizo, hasa kwa wale waliozembea kazi. Mwangeka alijikunja kitandani mwake, chanda mdomoni. Moyo ulimsuta kwa kitendo chake cha utukutu. Alijilaumu kwa kutowazia athari ya mzaha wao ambao ulikuwa ibada hadi siku ya 40 ilipofika. Kwa mbali alisikia sauti ya ndege akiimba, sauti ambayo ilikuwa inayakariri maneno ya mwalimu wake wa dini: watoto sharti muwe watiifu kwa wazazi na watu waliowapiku umri. Hii ndiyo amri ya pekee yenye ahadi. Mkiwadharau wazazi eti kwa sababu mnaziona sera wanazoandamana kuwa zimepitwa na wakati, mtakuja kukosa radhi ilo bora kuliko mali. Mwangeka aliwaza ikiwa kweli uigizaji wao ungewekwa kwenye safu ya vitendo vya kikaidi, hasa pale uigizaji wenyewe haukunuiwa kutazamwa na kinachoigwa. Alikumbuka nyakati zote ambazo walimwiga babu jinsi fanani katika ngano aigavyo vitendo vya mojawapo wa wahusika ili kukashifu vitendo hasi. Kumwiga babu hakukuwa ishara ya kukosa heshima. Tuliiga tu ili kujiburudisha, alijiwazia. Hata hivyo, moyoni alijua kuwa uigizaji wao ulikuwa na jukumu lingine fiche, kumkumbusha babu kuwa alihitaji kuwa mtani wao kama walivyo mababu wengine, badala ya kujitenga nao kama ardhi na mbingu. Hata njaa iliposalimu amri na usingizi kulegeza parafujo za mwili wake dhaifu, Mwangeka alishangaa ikiwa kweli Mwangemi alihisi uchungu ambao ulikuwa unamtafuna yeye. Basi injinia mwenyewe ndiye huyu, alisema Mwangemi. Usicheze, yeye ndiye aliyevumbua gari la kwanza la Kiafrika. Kauli hii ilimzindua Mwangeka, ikamtoa kule kwenye kisa chake na babu. Mwangemi alipomwangalia Mwangeka aliviona vipira vya machozi vikitunga machoni. Akajua mwenzake ametoneshwa kidonda na kumbukumbu zake, akatabasamu. Lakini hayo yote yamepita. Hiyo ilikuwa hatua ya ukuaji, ilibidi tuipitie, Mwangemi alijisemea. Kisha akamgeukia Mwangeka na kusema, huyu ndiye mwanangu Mwaliko. Si mwana tu, bali ni rafiki yangu wa dhati.
Maisha yangu na ya Neema yangekuwa kaka tupu bila yeye. Mwangemi akamwambia Mwangeka huku akimshika Mwaliko begani. Wakati wote huu Mwaliko hasemi lolote. Yumbele ya aila ya Mwangeka kana kwamba ni igizo ambalo wanatazama Mwangeka na Apondi. Wameona mshabaha uliopo kati ya Umu, Dick na Mwaliko. Yote yamewabainikia. Wanangoja kuhakikishiwa na Umu kuwa huyu ndiye ndugu ambaye wamekuwa wakimtafuta msitu na nyika. Mwaliko moyo wa udugu umemwambia kuwa hawa ni ndugu zake. Anapowatazama anaona mshabaha mkubwa kati yao na wale watoto walio kwenye picha ambayo baba yao Lunga alipigwa nao kabla ya mwamko yake. Picha hii Mwaliko ameihifadhi katika buku lake la picha kama kumbukumbu ya familia yake. Aunti Sauna alizoea kumwambia kuwa hao ni Umulkheri na Dick. Kweli milima tu ndio haikutani. Huyu ni dada Umu na yule pale ni kakadi, akasema Mwaliko kimoyomoyo huku akizidi kuwakazia macho. Taratibu Mwaliko aliinua macho yake na kusema, dada Umu, ni mimi ndugu yenu, niko hai. Aunti Saumu alishikwa na polisi. Baba Mwangemi alinichukua akanilea. Hata nina mama Neema. Naona hata nyinyi mlibahatika kupata wazazi wazuri kama mimi. Umu na Dick hawakungojea Mwaliko amalize. Walikimbia wote wakamkumbatia ndugu yao. Wakaanza kulia huku wakiliwazana. Sophie na Ridhaa nao walijiunga nao. Wote wakakumbatiana na kulizana. Baadaye wakashikana mikono, wakafanya mduara kama ule ufanywao na watoto wakicheza. Ikawa kana kwamba wanaunga udugu upya. Wazazi walibaki wanatazamana bila kusema lolote. Umu aliwaomba wote waketi chini. Yeye aliketi baina ya wazazi wake wawili kama alivyopenda kufanya kila mara. Nahisi kama nasimulia kisa kirefu chenye mwisho mwema, alianza Umu. Najihisi kama Kurwa katika novela ya Kurwa na Doto. Baada ya kumpata mchumba wake Fakii ambaye alikuwa amenyang'anywa na pacha wake Doto. Kifo kilitupokonya mimi na ndugu zangu hawa baba ambaye ndiye aliyekuwa mlezi wetu wa pekee. Baada ya mama kutuacha. Kwa miaka mingi nimeishi nikidhani kwamba Mwaliko amekufa. Kumbe amelelewa na binamu ya baba yangu. Tulipitia machungu makali katika utoto wetu, lakini haya yote yalikuja kufidiwa tulipowapata nyinyi wazazi wetu. Asante sana anko kwa kumlea Mwaliko, akawa mwana wa kutegemewa. Wote walikaa kimya kumsikiliza Umu. Dick hakuacha kumshukuru Umu kwa tumaini alilompa kuwa siku moja atamwona ndugu yao. Mwaliko alimtazama Umu. Hakumbuki vyema jinsi sura yake ilivyokuwa siku zile katika mlima wa Simba. Lakini jambo ambalo hawezi kulisahau kumhusu dadake ni ukarimu wake. Umu angempa Mwaliko chakula chake chote, wakati Mwaliko aliposema kuwa chakula chake hakitoshi. Hata anapomtazama kwa macho yaliyofunikwa na vidimbwi vya machozi, anajua kuwa familia yao imerudiana, japo katika mazingira tofauti. Anamshukuru Mungu kimoyomoyo. Anamshika baba yake mkono na kuzungumza kwa sauti yenye mwemeo wa furaha. Baba, akasema, unaona kuja kwetu hapa kumetuletea heri. Familia yetu imepanuka. Nimekutana na binamu ambao hawakusikia tu ukiwataja. Tena imekuwa heri kuwa Anko Mwangeka ndiye mzazi na mlezi wa ndugu zangu. Kweli nimesadiki maneno ya mama Neema kila mara kuwa Mungu ni Mungu wa mayatima na wajane. Mwangemi alimtazama mwanawe kwa imani na furaha kubwa akasema, kweli kuja kwetu hapa umetokea kuwa majaliwa kwetu sote. Huu ndio mwisho wa kutengana na ndugu zako.
Sasa mnaweza kuanza kujenga upya uhusiano wenu. Tunaweza hata kumtafuta mama yenu, huenda tukampata. Itakuwa bora akijua kuwa nyote msalama, mkamjuza pia kwa wazazi wenu wapya. Natumai kuwa nyote mmemsamehe. Hilo ni wazo zuri Tesi, Mwangeka alisema. Nimekuwa nikimwambia Dick ayawazie hayo, naye kila mara huniambia anangojea Umu ahitimu masomo yake na kurejea nchini. Madamu Umu yu hapa, na isitoshe hata mwaliko amepatikana, sioni kinachotuzuia kuanza kumtafuta Bi Naomi. Ana haki ya kujua walipo wanawe. Kile ambacho Mwangeka hakujua ni kwamba Bi Naomi baada ya kurudi kwao hakuishi na wazazi wake. Uso una haya eti. Alijiambia kwamba atatumia stashahada yake ya uhazili kutafuta kazi huko huko, adunduize pesa kidogo kidogo. Hali yake ya kiuchumi ikiimarika, huenda akarudi Mlima wa Simba kumsaidia mumewe kwa malezi. Hata hivyo, azma ya Naomi ilikuwa dhaifu. Alihamia mjini ambako alidhani atapata pesa kwa njia rahisi. Haukupita muda kabla ya kukumbana na bwana Kimbaumbau, shaibu mmoja tajiri ambaye alimwajiri Naomi kumwendeshea biashara yake ya nguo kuku. Hata hivyo, ilimbainikia Naomi kuwa Kimbaumbau alikuwa na nia nyingine tofauti. Naomi alipigana kwa jino na ukucha kuutetea utu wake. Hili lilimtia Kimbaumbau uchungu. Akajiona kama aliyedhalilishwa na mwanamke. Hili lilimsukuma kumpitisha Naomi makuruhu yasiyomhitili, siku kusimangwa, siku kupigwa kwa kusingiziwa wizi, siku kupewa adhabu ya kukatwa mshahara akikachelewa kwa dakika 30. Hata Kimbaumbau alipoona kwamba Naomi katakata kuingia mtegoni, alimpiga kalamu. Karaha hii ilimtia Naomi majuto makuu. Kipi kilichonipa kumkimbia lunga wangu wakati ambapo alinihitaji zaidi? Naomi alisema usiku mmoja ambao bahari ya dhiki ilikuwa imejaa isidiriki maskini lunga. Nimekusababisha mauko. Wanangu Umu, Dick, Mwaliko, sina uso wa kuwatazama. Naomi alijipangusa machozi, kisha akaanza kuzungumza kana kwamba anawahadithia wanawe yale yaliyotokea, kana kwamba anaungama makosa yake, wakitaka wamhukumu au wamsamehe. Sipo nilipofutwa kazi na Kimbaumbau, nilijiona kama aliyepigwa pute na dunia. Uchungu wa uzazi ulinituma kuwatafuta. Niliabiri chombo hadi Mlima wa Simba. Nilifululiza moja kwa moja hadi nyumbani ambapo nilipata hapakuwa nyumbani tena, bali mahame yenye kaburi ambalo lilijikita ardhini kunikebehi kwa unyama niliowatendea nyinyi. Nilikifyeka kichaka cha magugu kilicholibanwa kaburi la maskini mume wangu. Nikanadhifisha kiambo, kisha nikaweka hoja la maua juu ya kaburi. Wanangu, si kwamba sijawatafuta. Hakika hamna kituo cha polisi ambacho sijabisha hodi. Ila naelekea kukata tamaa, hasa baada ya majirani huko Mlima wa Simba kunijuvia kwamba Dee na Mwaliko waliibwa na Sauna. Nawe Umu uliondoka tu. Sijui walimwengu waliwatumbukiza kwenye handaki lipi la ufuske na ujangili. Najilaumu kwa yote yanayowafika sasa. Wanangu, sina lolote la kujivunia, ila nataka mjue kwamba nimeanza kuyajenga maisha yangu upya. Nimejifunza umuhimu wa kufanya kazi, japo ya pato duni, ili kujitegemea. Nimefungua kiafisi kidogo karibu na chuo kikuu cha Mbalamwezi. Huko ndiko ninakowapigia wasomi kazi zao chapa na kuisarifu miswada yao. Maskini wanangu, huenda tusikutane nikiwa hai, ila nawahusia kwa kauli moja tu: msiache ubinafsi na tamaa kuupweza ubinadamu wenu. Ni kweli mama ana haki kusamehewa, kwani hakuna binadamu hata mmoja aliyekamilika. Tunashirikiana kumtoa kwenye lindi ambalo
ulimwengu huenda ulimsongomezea. Dick akasema. Mwaliko naye alitikia maneno ya Mwangeka na Mwangemi kwa kichwa. Akamshika babake mkono na kumwambia, tutayawazia hayo baadaye. Muda wa kufanya hayo upo. La muhimu ni kwamba ndugu zangu wako hai. Now it's time to get home. Young Neema is waiting for us. Nina hamu kuu ya kumwambia majaliwa yetu ya leo. Mwisho.